tunapenda kutoa pole kwa Father Kitima. Wote tunafahamu kabisa kwamba Father Kitima pamoja na kwamba ni mkurugenzi wa Baraza la Maaskofu Katoliki, lakini kwa muda mrefu sana amekuwa ni mwalimu wa haki za binadamu. Amefundisha vyuo vikuu Tanzania masuala ya haki za binadamu na sheria. Amekuwa ni mtetezi wa haki kwa muda mrefu. Mambo yote yanayohusu haki katika taifa letu amekuwa mstari wa mbele kushauri, kukemea na mambo kama hayo. Kwa hiyo mambo haya yanayotokea, mambo haya yaliyomtokea hivi karibuni ni mambo ambayo moja kwa moja yanatokana na kazi zake za kulishauri taifa, kutetea Watanzania kuhusu masuala yote yanayohusu haki za binadamu. Tunasikitika sana na linatuhuzunisha sana kuona kwamba haya yamemkuta mtu ambaye siku zote amesimama kidete kuelezea yale mambo ambayo ni ya msingi kwa ajili ya taifa letu, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taifa linaendelea kuwa na haki, amani na utulivu. Kwa mazungumzo niliyofanya naye ni kwamba jana aliweza kuitisha vikao vya viongozi wa dini wote, madhehebu yote, kwa ajili ya kutafakari na kufanya reflection ya zile jumbe zao walizotoa wakati wa Idi na wakati wa Pasaka. Dhehebu zote, manake wa Kristo, madhehebu yote pamoja na Waislamu walifanya tafakari ya takriban viongozi wa dini 100 katika eneo la Baraza la Maaskofu pale Kurasini, na wakamaliza vikao vyao salama. Na ndipo baadaye jioni alipokuwa wanakwenda msalani katika eneo lile la kantini, wakatoka watu wawili ambao walikuwa na wenyewe wanakula katika eneo la kantini, wakaenda kumshambulia kwa vitu vizito ndani ya choo. Alikuwa ameingia kwenye choo na wale watu walikuwa kwenye eneo la haja ndogo. Wakati anataka kurudi akakutana nao, wakamshambulia. Alivyoona kwamba wanashambulia ndio akapiga kelele, kutoka kwa nguvu kupiga kelele, ndipo baadaye wale watu wakaamua kukimbia na kuacha vinywaji vyao na vyakula vyao pale mezani. Kwa hiyo kimsingi tuseme tu kwamba ni jaribio ambalo kwa kweli linasikitisha, kwa sababu vimetokea ndani ya jengo la maaskofu la kanisa ambalo siku hiyo masaa kadhaa aliyopita viongozi wa dini zote walikuwepo wakitafakari kuhusu masuala ya haki za binadamu, kuhusu masuala ya demokrasia na mambo kadhaa, jumbe zao kuelekea kwenye uchaguzi. Kitu ambacho kwa kweli ni fedheha kwetu kama taifa kuona kwamba yale mambo yanatokea kwa mtu mkubwa kama yule. Yule ni kiongozi mkubwa sana wa dini, kwa tena wa dini kubwa sana. Kanisa Katoliki ndio dini ndio dhehebu tunaweza kusema la Kikristo, au ni dini kubwa sana hapa duniani. Lina umri zaidi ya miaka 2000 na ni dhehebu ambalo limetandaa duniani kote. Kwa hiyo kitendo cha kiongozi wake huyu mkubwa kufanywa vitu kama hivi linaashiria vitu vibaya sana. Kama mtu mkubwa kama huyu anaweza kufanywa hivi ndani katika eneo lake, inakuwaje kwa Mtanzania wa kawaida tu ambaye hafahamiki, ana nafasi yoyote na hawezi kuwa na maeneo salama kama lile? Eneo ni salama, lina vile vitu vyote. Kwa hiyo limetusikitisha kwa kweli kuona kwamba kiongozi mkubwa kama huyo anaweza kudhurika katika mazingira yale ambayo ni salama zaidi katika maeneo ya ndani ya eneo la kanisa. Kwa hiyo kwa ufupi tunakemea na tunaomba sasa viongozi wetu, kuanzia viongozi wote waone kwamba ile swala ni kubwa na wachukue hatua, wahusika wakamatwe na wapelekwe kwenye vyombo vinavyohusika. Jeshi la polisi lisifanye wakati mwingine mizaa na mambo kama haya yanayohusu maisha ya watu na haki za watu. Tunashauri kabisa serikali yetu, kipindi hichi tunapokwenda kwenye uchaguzi, tujitahidi sana kusikiliza kauli za watu. Tusiwahi haraka kuchukua hatua. Badala yake kauli zinazotoka za watu, kelele, malalamiko ya watu yanapotolewa, ushauri unapotolewa na makundi kadhaa, wale wanaotoa ushauri, wale wanaokemea baadhi ya mambo, nadhani wanapaswa kusikilizwa. Tumekuwa tukisisitiza kwamba makundi yote ya kijamii, vyama vya siasa, viongozi wa dini, watetezi wa haki za binadamu, waandishi wa habari, wananchi kwa ujumla, wanapokuwa na malalamiko yao wasikilizwe, wasionekane kwamba ni watu wabaya. Mtu yote anayelitakia taifa hili mambo mema ni yule ambaye anaona jambo baya linakaribia kuja, anashauri kwamba tuepukane na jambo kama hilo. Kwa hiyo shambulio hili kwa kiongozi huyu wa kidini lichukuliwe kwamba ni shambulio kwa sisi wote wa Tanzania wapenda haki, ni shambulio kwa madhehebu yote ya dini, na wote tunapaswa kuamka na kulikemea. Viongozi wote waamke walikemee swala hili. Viongozi manake wa dini, wa serikali na taasisi zingine zote waone kwamba kilichomtokea Father Kitima kwa sababu ya kazi zake za kulisemea taifa, kulishauri taifa, kukemea maovu katika taifa letu, ni jambo ambalo tunapaswa wote kama Watanzania wenye nia njema kusimama na kukemea na kuomba sasa vyombo vinavyohusika, kutaka vyombo vinavyohusika viweze kuchukua hatua na kuhakikisha kwamba mambo kama haya hayatajirudia.
Maana yake ni nini? Kwamba yoyote yule anayetoka kushauri, yoyote yule anayekemea, anayekosoa asionekane ni mbaya. Kukosoa au kutetea haki za binadamu haijawahi kuwa ni kosa la kijinai. Nadhani wale wote ambao wanaonekana kutishia watu wanaokosoa au wanaoshauri wanapaswa kushughulikiwa mapema kabla hawajaenda kuwadhuru watu wengine. Na mimi niwashauri tu watu wote wanaosimamia masuala ya haki za binadamu, wanaoshauri mambo kadhaa, kipindi hichi waongeze umakini zaidi, kwa sababu ni kipindi ambacho si salama, ni kipindi ambacho wapo watu ambao nia yao siku zote ni kuwadhuru wale ambao wanasimama kidete na kusema ukweli na kukemea maovu katika taifa letu. Utetezi wa haki za binadamu ni jukumu letu sote, na kutetea haki za binadamu haijawa kosa la jinai. Defending human rights is not a crime. Kwa hiyo tunamtakia kila laheri, aendelee kuuguzwa salama Father Kitima, lakini pia uchunguzi wa haraka uendelee na vyombo vinavyosimamia masuala ya usalama wa raia waweze kuhakikisha kwamba mambo kama haya yasiendelee kujitokea katika jamii yetu.